Ni rai yangu kwamba siku ya tarehe 29 wiki ijayo kwenye mitaa yote ya Tunduma hapata jitokeza mtu yoyote ambaye ataleta tafrani ama taharuki yoyote. Matarajio yetu kuwepo na maandamano ya watu wanaokwenda kutiki na wala sio watu wanaokwenda kuleta fujo. Mji huu tumeulinda kwa gharama kubwa katika miaka 5 iliyopita. Mmeona shughuli za kimaendeleo zilizokuwepo, watu ambao wamekuwa mkifanya maisha yenu, lakini sasa kwa sababu ya kazi nzuri iliyofanyika, nafikiri sasa wananchi wamekuwa sasa wakitamani kuona hata fujo zikitokea. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi, sisi kama wagombea ubunge, ninaamini na serikali imejipanga vizuri kulinda amani ya mji wetu. Kwa hiyo hilo ni kitu ambalo ninaliamini. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Chipanga na maeneo mengine, siku ya tarehe 29 mjitokeze kwa wingi kwenye kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yenu. Mimi niwaambie tu ndugu zangu, nafahamu kwenye jimbo kama hili la Tunduma upinzani mkubwa wa kisiasa umekuwa ni kati ya vyama viwili vikubwa, Chama cha Mapinduzi na chama cha wenzetu cha Chadema, ambacho mimi nimewahi kuwa mwanachama wake hapo zamani. Lakini katika miaka hii 5 wenzetu waliamua kuto kushiriki kwa sababu zao binafsi. Sasa wao kama washiriki, nchi lazima iendelee, si ndio jamani? Sisi hatuwezi kukaa tuwasubiri wao kwamba basi tusitishe uchaguzi mpaka wao watakavyoshiriki. Wengi mnafahamu hapa kwamba nchi yetu ina vyama 19 vilivyosajiliwa na msajili wa vyama vya siasa. Na katika vyama 19, vyama 18 vinashiriki uchaguzi mkuu, isipokuwa chama kimoja cha siasa. Sasa chama kimoja hakiwezi kutaka kutufanya tuvunje katiba ya nchi. Hapana, huo sio ustaarabu. Kinachotakiwa ni kwamba lazima tuendelee na maridhiano na mazungumzo, huku tukiheshimu katiba ya sasa iliyopo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nafahamu wale wa chama kingine wana hasira sana, hilo nalijua, kwa sababu hawashiriki uchaguzi na watasubiri mpaka mwaka 2030. Kwa hiyo watakuwa nje ya siasa kwa kipindi kisichopungua miaka 10. Kwa hiyo sisi hatuna lugha nyingine zaidi ya kuambia pole. Nchi haiwezi kusimama kwa sababu ya mawazo ya watu wachache. Mimi nimesema, nimewaambia, lakini sio kwa nia ya kuwakwaza, bali ya kuwaeleza ukweli. Lazima mfahamu hii kitu. Miaka 5 iliyopita mlizira, miaka 5 hii mmezira wenyewe. Sasa sisi tufanyeje? Kama kuwabembeleza, mshabembelezwa sana. Mimi nafahamu mtoto yatima adeki, si ndio jamani? Ukiona mtoto yatima anadeka, basi huyo sio mtoto yatima. Manake sheria mtoto yatima ni kupambana mpaka dakika ya nini? Ya mwisho. Na hata sisi tulipokuwa upande wa pili zamani, tulikuwa tunakomaa, kwa sababu tulikuwa tunajua unapotaka kupambana na chama kilichopo madarakani lazima ukaze, si ndio bwana? Lakini niwaombe sana, siku ya tarehe 29 mumpigie kura Mama Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa urais. Tumebakiza siku 4 tu, tutafanya uchaguzi na utaenda kwa amani, utaisha kwa amani. Sisi chanzo chetu cha habari sio Mange Kimambi. Manake najua watu wengi hapa chanzo chao cha habari ni Mange Kimambi. Mange Kimambi yuko Marekani, hajawahi kurudi Tanzania zaidi ya miaka karibu 20. Kwa hiyo anaweza kuongea chochote anachojisikia. Lakini Tanzania inaongozwa kwa misingi ya sheria, na sheria kuu kuliko yote ni katiba. Tunaongozwa kwa misingi ya kanuni, desturi na tamaduni zetu za viongozi waliotangulia. Kwa hiyo tutaendelea kuheshimu haya, kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama kwa maslahi ya wananchi wote. Kwa hiyo
Niseme tu wangapi wanasema siku hiyo watajitokeza kwenda kupiga kura na kumpigia mbunge, rais na madiwani siku ya tarehe 29. Asanteni sana, na sitarajii kama mtu bwana wewe utaki kwenda kupiga kura, sheria haijakukataza, si ndio bwana? Tumia nafasi yako, lakini sheria ya nchi inakataza kwenda kufanya fujo siku ya kupiga kura. Tuwape haki wale wote wanaotaka kujitokeza kwenda kupiga kura, na sisi tutaheshimu maamuzi yenu. Wale ambao mnaamini kwamba nyinyi kwa wakati huu hamtaki kupiga kura, tutaheshimu mawazo yenu na wala hatutaingilia uhuru wenu, kwa sababu ndio katiba yetu inapofanyaje, inavyotutaka. Kwa hiyo tusiingiliane, sisi hatutawaingilia na nyinyi msituingilie kwenye uchaguzi wetu, ila mkituingilia basi mimi sina maneno mengi. Vyombo vya ulinzi na usalama vitachukua hatua dhidi ya wale wote wanaotaka kuvuruga uchaguzi katika eneo letu. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.